Shem Shefa, mwanaharakati wa haki za vijana katika kaunti ya Migori, anasemekana kuitwa kutoka eneo la burudani alimokuwa akifurahia kinywaji pamoja na marafikize kabla ya kuuawa. Mwakilishi wa wadi ya Junda katika kaunti ya Mombasa, David Oswago Onje, ametambuliwa kama mshukiwa wa kipekee katika mauaji hayo kwa kuwa ndiye alimuita nje muasiriwa ambapo walivamiwa na genge lilomkatakata kwa panga. The MCA who comes from Mombasa, he represents the Mombasa people. We want him to be exposed. We want him to be exposed because he's the one who killed Shefa. He went at night, called Shefa from the hotel, and he was hacked. So what we want to say is that we want the law to take its course. Mauaji ya mwanaharakati huyo yaliibua hisia kali kutoka kwa familia na wenyeji wa eneo hilo waliozingira kituo cha polisi cha Kamagambo wakisisitiza haki itendeke kwa haraka. Kiongozi wa vijana katika eneo hilo John Kennedy ametoa changamoto kwa polisi kwa kugusia kisa kingine cha mauaji kilichotendeka miaka 3 iliyopita na bado haki ya muasiriwa haijapatikana. It is not the first time that one of our youths has been killed. There is one just recently last year 2014 another youth was killed. That one was gunned down by unknown people, and the investigations are still going on 3 years later. How come that our people are killed? We don't get prudent and prompt information and reports on how these people are killed and by who. Marehemu amewacha mjane na mtoto mmoja. Kwingineko, polisi wanachunguza kisa ambapo mwanamke kwa jina Ruth Wangari alipatikana ameuawa na kufungiwa ndani ya nyumba kijijini Ndumberi, kaunti ya Kiambu. Kaimu chifu wa eneo hilo Jenjeri ndiye aliwajulisha polisi kuhusu mauaji hayo, ambapo waliwahimiza wakazi kudumisha mradi wa nyumba 10 ili kuepuka visa kama hivyo. Tumeitiwa kuna msichana alilala kwa nyumba, hakuonekana from Friday, watu kazini kwao, sasa tukakuja kuangalia kwake. Tumepata amelala, alilala tu na hakuamka. Ameaga. Ningetaka kuambia wakomboaji tuwe na nyumba 10 kwa ploti yetu. Ndio tuwe tunajuana. Nikikosa kuja kwa mfereji kama siku moja unakuwa na kujua kwa nini sijakuja, kwa nini hujaniona. Akidhibitisha kisa hicho, mkuu wa polisi katika eneo hilo ametoa wito kwa wenyeji kutoa habari kwa polisi zitakazosaidia katika uchunguzi. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya Kiambu. Moses Waweru, QTV.